yao, kwa hiyo wanatakiwa wapatie kombe. Baada ya hapo, shirikisho la soka la nchini Guinea nalo limeibuka na kusema linataka kombe hilo la AFCON la mwaka 1976 ambayo ilikuwa ni michuano ya 10 ama tunasema makala ya 10 ya AFCON ambayo ilifanyika pale nchini Ethiopia, ambapo sasa mshindi alikuwa ni timu ya taifa ya Morocco. Lakini katika mchezo huo, wakati Morocco anapata ushindi, alikuwa anacheza dhidi ya Guinea, ambapo sasa Guinea wenyewe wanataka wapewe ushindi kwa sababu katika mchezo ule dakika ya 63 Morocco walitoka uwanjani, ambapo walikaa zaidi ya dakika 15 kisha baadaye kurejea mara baada ya referee Nyirenda kutoa kadi nyekundu kwa mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco, ambapo baadaye walirejea na mchezo uliisha kwa 1-1 na baadaye Morocco akaweza kunyanyua makwapa ama kushinda kombe hili kwa points 5. Sasa acha tuende kwenye kisa chenyewe. Mwaka 1976 michezo ya AFCON ilifanyikia pale nchini Ethiopia, ambapo kipindi kile michezo hii ilikuwa inashirikisha timu chache tu, ambapo kwa mwaka 1976 michuano hii ilishirikisha jumla ya timu 8 tu, ambapo kati ya hizo timu 8 zilikuwa zinagawanywa katika makundi mawili, ambapo kundi moja lina timu 4, kundi lingine lina timu 4, ambapo Morocco alikuwa mshindi wa kwanza, nafasi ya pili alikuwa ni Guinea, nafasi ya tatu Nigeria na nafasi ya 4 ilikuwa timu ya taifa ya Misri. Sasa katika huu mchezo wa finali ambao Guinea wana complain ulichezwa Machi 14 mwaka 1976, ambapo mwamuzi Nyirenda Chayu alimuonesha kadi nyekundu Abdallah Semat wa Morocco, na baada ya hapo Morocco walitoka uwanjani wakiona kama vile wameonewa, ambapo walitumia zaidi ya dakika 15 kukaa katika dressing room na baadaye wakaweza kurejea uwanjani. Lakini shukrani za dhati ziende kwa Ahmed Makrouf ambaye dakika 86 alisawazishia Morocco na game ikaisha kwa 1-1, yani walienda sare, ambapo baada ya hapo Morocco alishinda michuano hiyo wakiwa na points 5 na nafasi ya pili walishika Guinea. Lakini katika michuano hiyo mfungaji bora alikuwa ni Mahamadou Aliou Keita ambaye alikuwa na mabao 4, lakini mchezaji bora alikuwa ni Ahmed Faras wa timu ya taifa ya Morocco. Kwa hiyo katika mchezo huo ukiangalia kulikuwa kuna scenario kama hiyo ambayo ilikuwa inaonyesha jinsi ambavyo timu ya taifa ya Morocco walitoka uwanjani kwa kususia kadi nyekundu ambayo alionyeshwa mchezaji wao na mwamuzi Nyirenda Chayu, lakini walitumia zaidi ya dakika 15 kuweza kupoteza muda, ambapo walikaa dressing room, baada ya kushauriana sana wakarudi. Hii ni incidents kama ile ambayo ilitokea katika michezo hii ya AFCON ambayo mshindi alikuwa ni Senegal, ambapo mara baada ya mwamuzi Jean-Jacques Ndala Ngambo kuamuru mkwaju wa penalty kwa timu ya taifa ya Morocco, Senegal walikubaliana wakizungumza na kocha wao, pia wakaweza kutoka nje ya uwanja, lakini Sadio Mane alitumia nguvu kubwa sana kuweza kuwashawishi wachezaji wenzake, wakarejea uwanjani na kiputi kinaendelea, ambapo walishinda katika dakika za nyongeza. Lakini sasa Guinea wametumia scenario hii wakidai kombe lao la mwaka